Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Lakini kuwa roho yake aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Basi kama ni hivyo, ndugu tu, wadeni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, wataka kufa, bali kama tukiapisha matendo ya mwili, kwa roho itaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hutushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, na tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapo watu wanaoongozwa na roho wa Mungu, wanaokaa na Yesu Kristo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani tuseme tu zambi na kufanya wewe, yani matendo ya mwili yanakufanya wewe usimpendeze Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanakufanya wewe mambo yako yote yakwame, lakini ukiongozwa na roho wa Mungu, yani Mungu vile vyote alivyoviumba ni vyako. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba kuna wakati anaondoka anaachia watoto mali, si ndio hivyo? Wao wenyewe kama wataenda watazila, wao wenyewe kama watafanya, kama wataharibu ni wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baba anafanya nini? Anawaachia. Kwa na wewe taka kuishi hali ya utakatifu ili uachiwe vitu vya baba yako. Yani hakuna mtu atakaye kusumbua tena. Biblia inazungumza, mama gumu inasema mtakula mali za mataifa, si ndio hivyo Biblia inazungumza? Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Wale wanaofuata matendo ya mwili, wanaofanya uchafu, uzinzi, umbea, yani kusikiliza matendo ya uovu. Yani ukimuuliza fulani kakasilisha nini, bwana yule anajiona sana huyo. Yani hata simtaki hata kumuona kwenye macho yangu. Bwana mbaya bwana wewe. Kwanza kakaa kama nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana fulani aliuchoma sana moyo wangu, hata yule mchungaji hata simtaki hata kumsikia. Yani wewe hujamkataa mchungaji, umemkataa Kristo. Kwani huyo mchungaji alivyokuwa madhabahuni alikuwa anahubiri umbea? Sasa alikuwa anahubiri neno la Mungu. Na unakuta ile neno la Mungu limekuvusha, lakini kwa sababu bado matendo yako ni ya mwilini, ndio maana inafika muda humpendezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza kwenye hiyo Waebrania 13. Waebrania 13 kuanzia aya ile ya 5. Biblia inazungumza hivi. Ngoja kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanirudie hapo. Waebrania 13 hapa nyuma kidogo tulisoma, kingoja nirudie. Anasema hivi. Waebrania 13 anasema hivi. Kwa ile aya 5 anasema hivi. Msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hata mwathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa
mwanadamu atanitenda nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki kitu cha kupenda fedha sana, watu wengi kimewagharimu sana. Haleluya. Uwe lazi na kitu ulicho nacho. Yani usipende mambo fulani wakati wewe mwenyewe hujakaa vizuri. Yani unamuomba Mungu gorofa wakati wewe mwenyewe hujakaa vizuri. Yani jana tulizungumza kwenye mkesha kitu kigumu. Kiwango chako cha imani ndio kiwango chako cha mafanikio. Yani kiwango chako cha utakatifu, maana imani inaenda pia na utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwango chako cha utakatifu, kujitenga na mabaya ya kila aina, mjafanya vita kiasi cha kumwaga damu, yani mjajitenga na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasulubiwa pale msalabani kwa ajili yako wewe. Cheki mateso, alipigwa misumari kwenye mikono, akapigwa kwenye miguu, lungu za kutosha kwa ajili yako wewe, ili wewe tu ufanyike kuwa mwana wa Mungu. Kisa nini? Dhambi. Hata alivyokuwa anaponya watu walikuwa wanatubu dhambi, wanampokea Mungu ndo anawaponya. Nikasema wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno aliuvaa mwili. Kwa hiyo neno leo auvae mwili wako. Yani soma neno ili neno akae ndani mwako. Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Yohana. Neno aliuvaa mwili akakaa kati ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Mungu kuna mahali anauliza, mtajenga nyumba ya namna gani? Mtajenga nyumba ya namna gani ili mimi nipate kukaa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio akamtuma mwanae wa pekee ili akae ndani yako, ili wewe ufanyike kuwa mwana wa Mungu. Mwanzo lilikuwa ili jengo. Kwa hiyo kanisa ni wewe, na kama kanisa ni wewe, inabidi kushirikiana ili kujenga mwili wa Kristo. Mwenzako akiteteleka mrudie. Kuna mahali sawa anasema mwenye haki wangu atadondoka mara ngapi nitamuinua, lakini sio sasa hivi. Ni agano la ngapi? La kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi tunaongozwa na Roho wa Mungu. Yani kile kinachokusukuma katika ibada, kinachokusukuma hiki ni dhambi, kinachokusukuma ujue Yesu yupo ndani yako. Kwa hiyo jitahidi na wewe kujitenga mabaya. Mwambie Mungu, nibadilishe hii fedha. Watu wengi imewaharibu sana fedha. Yani watu wengi hapo ndo wamevurugwa, wakaharibika kabisa. Haleluya. Wakaharibika kabisa. Tena wanasubutu kusema wanadamu atawatenda nini? Mwanadamu sio mwana wa Mungu, ndugu yangu. Tumesoma Zaburi ya 57. Ni wale wanaofuata matendo ya mwili. Yani kuna wakati kuna watu wameokoka lakini bado hawajapata neema. Ndio maana sasa Biblia wanaificha kabisa. Hata akikutana na marafiki zake ambao hawajui kwamba kaokoka, hataki kumuonesha huyo Yesu. Anafika pale, oya mwanangu, mambo vipi mwanangu? Na yeye anajifanya wa mataifa. Yani hataki kusema Bwana Yesu asifiwe, bado anawaogopa. Kwa hiyo mtu ambaye ana Mungu ndani yake, hofu haipo. Yani anafanya kile tu anachoamua yeye. Lakini ukiwa na hofu ya Mungu, nafika salamu ya kwanza, Bwana Yesu asifiwe. Akikukataa unasema wewe hujanileta duniani. Tena kwa jina la Yesu tumekutana hapa na sikujui na ulizaliwaje mimi sijui. Tumekutana hapa duniani, tondoke. Kila mmoja aende na spidi zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi Mungu ananipenda wewe, hata ukinikataa nenda na masikio yako, mimi huko sipo. Hapa duniani tumekutana na tutaachana na kila mtu ataenda na njia yake. Lakini sisi wa Kristo tunaenda kuketi sehemu moja mbinguni. Na tena tunamsifu Bwana kwa pamoja, sijui tutaimbaje, yani itajulikana huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa tusipopendana sisi kwa sisi, tusipoonyana sisi kwa sisi, ni nani ambaye utaenda mbingu ya nani? Wakati mimi na mama hatupendani, mimi na dada hatupendani, mimi na mtumishi hatupo pamoja. Anasema hivi, akitoka kwenye kona kanikosoa bwana, yule naye kapigwa. Unaona? Baada ya kuingia kwenye maombi, Biblia, hebu tusome Zaburi ya 12, anasemaje? Daudi alisema hapa kitu kigumu. Zaburi ya 12 anasemaje? Ukiona mwenzako anafanya matendo mabaya, Mungu anatufundisha fanye hivi, wewe usihukumu. Ila kile kinachotakiwa kumwambia, mwambie. Zaburi ya 12 anasemaje? Anasemaje? Hao wanaofuata matendo ya rohoni. Nitasoma mwenyewe. Ila tuwe pamoja, soma pamoja. Angalia. Nikikosea sema haina shida.
kama kwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi ya 10 anasema Bwana uokoe maana mcha Mungu amekoma. Anasema Bwana, sijaenda kumsema mtu mimi. Bwana uokoe maana mcha Mungu amekoma, maana uaminifu wametoweka katika wanadamu. Mcha Mungu ni wewe, wanadamu sio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu anayeongozwa na Roho akiona tu udhaifu kwa mtu anarudi magotini. Hakuna cha kikao cha umbea, hakuna. Yeye ni kumlilia Mungu aliyemleta duniani, na yeye ndo atakayeamua Mungu huyu vipi. Sijui Eli alimwambia, Eli alienda kumpaka mafuta Daudi. Eli, wasomaji wa Biblia, Eli alienda kumpaka mafuta Daudi. Samueli wakati anamuombea Sauli kwamba Mungu amuokoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akasema mimi huyu simtaki. Kwa hiyo na wewe taka kuambiwa na Mungu kwamba huyu simtaki, sio wewe umkatae mtu kumbe umemkataa Bwana Yesu. Kwa hiyo Mungu akikwambia huyu simtaki, na wewe ndo useme haya, Mungu asante kwa kuniambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana umuokoe mcha Mungu maana amekoma, uaminifu katika wanadamu wametoweka, wenye midomo kama sumu za fira wa hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyo ndo mtu anayeongozwa na Roho. Kwamba huyu jamangu kakaa vibaya kama kumbikumbi, yani haeleweki, upepo ukipuliza huko anaenda. Muokoe Bwana Yesu, Mungu anamuokoa. Haleluya. Tuendelee kusoma, anasemaje? Usemezana yasiyofaa kila mtu na mwenzake na mweziwe, wenye midomo ya kujipendekeza husemezana kwa mioyo ya unafiki. Unaona wanadamu hao husemezana kwa mioyo ya unafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Husemezana kwa au wanaoongozwa na mwili, lakini yule anayeongozwa na Roho hawezi akasema vitu kama hivyo. Cha kwanza ni kupiga magoti kwa Bwana. Bwana muokoe mcha Mungu amekoma, maana uaminifu wametoweka katika wanadamu. Haleluya. Kwa hiyo ukiona mtu akuelewi, mtu akusikilizi, usihangaike kumfuatafuata. Bwana ataikata midomo yao, si ndio hivyo alivyoomba umuokoe? Sikiliza, Bwana ataikata midomo yao, midomo yote ya kujipendekeza, nao ulimi unenao maneno ya kiburi, waliosema kwa ndimi zetu tutashinda, midomo yetu ni yetu wenyewe. Ni nani aliye Bwana juu yetu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu mtumishi alivyoomba maombi kwamba Bwana muokoe mcha Mungu, tunaona hapa anasemaje? Sasa Bwana anasema na yeye kwamba midomo yetu ni yetu wenyewe. Hao waliosema kwamba huyu tumemmaliza, midomo yao ni yao wasio haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi ni watoto wa Mungu. Ukiona jambo nakutana nalo, Mungu anasema hivi, mrudie wewe, mwambie Mungu muokoe. Hata ukiona hakuna mtu wa kumshirikisha, rudi wewe magotini. Kwa nini Mungu akakwambia? Kwa nini umekutana nalo wewe? Piga magoti kwa Mungu. Ila ukiona Mungu akakwambia acha, usiteseke, omba kitu kingine, achana naye, omba kitu kingine, ila usimnene mtu vibaya. Huwezi ukapata baraka kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Ila panapohitaji kufundisha, mfundishe. Na unapoenda kwa mtu kumshauri, usiende kichwa. Nenda na neno. Kama ni mwenzako kapigwa, nenda na neno la Mungu. Sema neno. Kwenye neno, kama kuna shetani kakaa ndani yake, hawezi kukaa hapo. Kutakuwa na utulivu. Ili ukienda tu kumshauri njiani, eti jamangu wewe acha tu hicho, wewe utakutana na kitu kizito. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi twende tusome Zaburi ya 32 aya 8 kwa msaada wa Kristo. Aliyepata tusomee. Nitasoma kwa msaada wa Kristo. Zaburi ya 32 mstari wa 8. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapa nitakufundisha
Kwa hiyo huwezi tu kafundishwa na mtu njia za rohoni ukazijua. Taka kusoma neno la Mungu. Yaani unavyosoma neno la Mungu ndio vile unavyoelewa. Tusome Waefeso sura ya 6 aya 10 hadi ya 20. Aya 10 hadi 20. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasemaje? Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Silaha za Mungu ni matendo mazuri, ni matendo mema na kulisoma neno. Yani silaha za Mungu, ukisikia unavaa Waefeso, yani ni matendo mema. Unavaa silaha za Mungu ili upate kuzipinga hila. Ndio maana hata neno likasema, jua na vini kitu kidogo kusema hivi, mwanaume wake akifa asichelewe kuolewa, asije akampa shetani nafasi, awai akaolewe haraka haraka. Kama kuna mtu kampata na aolewe ili asimpe shetani. Ni neno kubwa hilo. Ni neno kubwa, sio dogo hilo. Kwa sababu Mungu hataki wazinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hataki dhambi. Lakini ukiwa bado mdogo usijisikie vibaya wala usijisikie nini. Mdogo Mungu anajua kwamba huyu bado ni mwanangu, inabidi nimlishe maziwa, lakini asikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee. Anasema, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Lakini wewe ukivaa silaha za Mungu, matendo mazuri, kutembea katika sheria zake, Mungu alimwambia Yoshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Mimi nipo pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati naombea anga, naombea ardhi, nikapewa hilo neno. Yani Mungu aliona na hasira. Kwa nini hao watu wanatesa? Kwa nini hao watu wanasumbua watu? Kwa nini wanatupigia kelele? Alitokea hivi mtu, mnanisikia, kibabu moja kilitokea hivi. Kilivofika hapa tena kilikuwa peku sijui. Kile kibabu sio kijitu, nilionyeshwa hata katika diki chao. Kilivofika tu kugusa hiyo ardhi hapo, kikaanza kufanya hivi. Yani majitu mengine mabaya. Hivi kinakimbia. Yani hata salamu hamna, kikakimbia mbio. Kibabu wakati hata mbio akiwezi kilitoka mbio kikasepa. Nini? Ardhi ni moto. Alafu siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Alafu nikamwambia Mungu, leo ibada nataka unionyeshe itakavyokuwa. Unanisikia vizuri kinachokuambia? Nilikuwa kwenye maombi ya kuombea ibada na watu, nataka unionyeshe ibada itakavyokuwa. Nikaonyesha ibada itakavyokuwa na nikasema leo ibada itakuwa hivi, fulani atakuja na huyu fulani atakaa hapa na leo itatokea, na ikawa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna mahali ukiwa mchanga kiroho, usipotaka kujifunza, ukaona wewe ni mjuaji, ushalijua sana neno la Mungu, kuna viwango huwezi kufika. Utakuta unasikia kwa watu, na utaona tu wenzako mambo yao yanaenda, wewe bado umedunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini usiseme kwamba eti leo sikiliza. Bado. Mungu ni wa utaratibu. Haleluya. Mungu ni wa utaratibu. Tuendelee. Tupo wa 13. Jamaa tupo moja, tulikuwa 13. Tulikuwa 13. Anasema kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaposema kweli viunoni,
Kwenye Yohana 17 kuna mahali anasema Baba, ile kweli nimewazilishia. Kweli ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli nini? Ni neno la Mungu. Kweli ni neno la Mungu. Kwa hiyo neno akikaa ndani yako, anasema kwa neno la Mungu kweli, yani ni neno, kwa sababu neno la Mungu halina matendo mabaya, ni matendo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee. Na kufungiwa miguu utayari tuupatao kwa injili ya amani. Ukishafungiwa kweli, ndio unavyopeleka habari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unavyomdhihirisha Yesu. Yani taka watu wamjue Yesu wako. Roho atakuja katika mwili. Kwa hiyo roho akikaa katika mwili wako, Yesu anataka wamjue. Yani anataka kwenye mtaa unaoishi wafanye nini? Wamjue. Mwambie Bwana, onekana siku ya leo katika nyumbani pangu. Onekana siku ya leo, jizihirishe ili wajue ninakoenda ni kuzuri. Ninakoenda nipo pamoja na wewe. Lakini watu wanamficha Yesu. Wewe wasijue kwamba nimeokoka. Hata marafiki zako, halo, imeenda ikarudi, hakuna cha kusema. Hata Bwana Yesu asifiwe, akijua huyu hataniacha huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapana. Yesu anataka adhihirike kimwili, yani anataka aonekane, watu wamjue kupitia wewe. Watu wanamficha. Ndio maana nimekuambia Biblia watu wanazificha. Kuna kijana mmoja nipo pale dukani, anampenda Yesu. Alikuja huko anaimba kwaya vizuri, tena bonge la Yesu huyo kijana. Anaimba kwaya vizuri, anakuja. Sasa ile duka limejificha. Sasa kaona kama watu pale dukani hawasikii. Kumbe tulikuwa tunasikia. Hata watu wote tukadua. Kwaya inakuja hapo, tena alikuwa na simu kubwa. Tena ni kijana na tambo kubwa sana. Anakuja pale kavaa vizuri. Anafika pale kufika vile. Akazima tia bongo. Akatia bongo. Kwa nini? Alafu mimi nikamwambia wewe, Bwana Yesu asifiwe. Akasema amina. Mbona unajifanya wewe ni muhuni wakati wewe ni mtu wa Mungu? Unachokiogopa nini? Nikasema ni nini kilichokufanya uogope ulipofika hapo weke hizo nyimbo zako? Akasema ni hofu. Kwa nini hofu? Kuogopa wanadamu, kwamba watanionaje. Wewe kwenye hii dunia upo peke yako, ukiondoka wewe ni wewe. Yoshua hawezi kuwa Musa, Petro hawezi kuwa Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe upo peke yako. Kwa hiyo fanya kitu cha tofauti, watu wamjue huyo Yesu uliye naye. Ni hofu iliyo ndani yake. Anafika pale hadi watu wanamshangaa eti kaweka bongo. Nikasema tafadhali zima. Na mimi kuna mahali ni mbabe kidogo. Biblia inasemaje? Tenzi ile namba 20 ngapi? 71. Mteteni Yesu, si ndio hivyo? Ni mbabe, lakini anasema usitende dhambi. Nikamwambia hicho ulichokifanya sio. Hafu tena tupo sawa. Kwa nini? Anamficha Yesu, hataki watu wamjue Yesu anayemtumikia. Pengine pale kuna mtu alikuwa na tatizo. Kusikia vile anajua huyu kijana kakaa vizuri, mpaka anapiga nyimbo kwa watu hivi. Anatembea kwa vijana wenzake, wengine wanapuliza pale sigara pale, wengine wapo hivi, alafu anapiga hadi nyimbo kwaya. Tena zile kwaya za zamani, sio kama za sasa hivi zenye mapambo mengi. Yesu anaweza. Piga makofi ndio hivyo. Kwaya za zamani zilikuwa hivyo. Lakini sasa hivi mapambio mengi. Yaani kwaya za zamani, Yesu anaweza. Wakienda hivi wakirudi wakipiga hapa, alafu makofi imeshaisha kwaya. Watu wanacheka. Lakini sasa hivi yani mtu anaimba mpaka unakera. Yani mpaka umeweka simu mfukoni, unatembea naye mtu anaimba, hata vingine hata vieleweki. Kumsifu Mungu sio kelele nyingi, hapana. Tena alikuwa anapiga zile kwaya zamani zenye upako mpaka watu wakadua. Huyu jamaa kaitoa wapi hii kwaya? Yani zile za zamani. Anashindwa kumdhihirisha Yesu. Hata kwenye kazi yako mwambie Bwana uonekane wewe. Mwambie Bwana onekana, watu wakujue. Usimfiche. Bwana anataka ajidhihirishe ili wamjue Mungu unayemtumikia kwamba ni Alfa na Omega. Ukifika kwenye kazi yako mwambie Bwana uonekane wewe, nisionekane mimi. Mwambie, sema, sio mwambie mtu hata wewe unajitamkia unasema Bwana hapa kazini wakujue wewe, nisionekane mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndo kweli. Hiyo ndo kweli. Pigia Bwana Yesu makofi kama unanielewa jamani. Yani sio sasa hivi, yani sasa hivi hapa kwaya tunapiga tu Yesu anaweza. Yani hivyo tu. Alafu tunasimama, alafu tunapiga makofi. Tukai ishaisha. Ushamtukuza Bwana. Si ndio hivyo jamani?
Sasa hivi mapambio mengi kweli mpaka ugomvi. Hamna hivyo, hamna hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anahitaji adhihirike. Soma neno la Mungu. Unasikia mpaka ndani unasoma neno la Mungu unajisikia mbona kiu. Yaani ukitoka hapo hata ukiingia kwenye maombi, kwa sababu lile neno lishakuisha, unakuwa lina nguvu ya kuomba. Lakini kuna wakati unatamani uombe, unakuta umechegama hivi mazima usingizi, ujue neno hujalisoma. Lakini ukisoma neno la Mungu linauisha, kuna kitu ndani unasikia, hiki ndo cha kuomba mimi. Ukiingia kwenye maombi unaomba kweli kweli. Yaani ukisoma neno la Mungu, kwa sababu umeongea kwanza na Bwana na akakujulisha kile ambacho cha kuomba, unapoingia kwenye maombi yale maombi yako yanamgusa kabisa hivi kwenye kiti cha enzi. Basi sikia basi maombi yangu. Yanamgusa. Hivi baba anaweza kukupa kitu bila kumuomba kile unachokihitaji? Si hapana. Lazima uombe usikie baba anasema nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee. Tupo ngapi jamani? Tupo moja. Tupo aya ngapi? Tupo aya ngapi? Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Upanga wa Roho Mtakatifu ni neno la Mungu. Kwa hiyo ukiwa unasoma neno la Mungu, kuna vitu vinafunguka vikubwa. Yaani mpaka unakuwa na amani. Yaani kuna muda babangu mimi, ngoja tunisolee mfano. Babangu mimi mkija kwenye mkesha akikwambia maombi, watu wengine walikuwa wanachukia. Yaani mpaka kuna kucha. Mtumishi shahidi, yeye mwenyewe. Mtumishi alinipa story, mamake aliwahi kuja hapa. Mamake aliwahi kuja hapa, akasimamishwa karibia masaa, akasema sitakuja tena. Babangu alikuwa akisema maombi ni moto. Yaani unafikiri unakaa hivi, yaani unaomba hapo anakuambia hakuna kukaa hapa, simama. Wewe shujaa Bwana unakaa. Sio mchezo. Nini? Alikuwa anasoma na upako ulikuwa unatembea vibaya mno. Upako ulikuwa nguvu ya Mungu ilikuwa inatembea hatari. Sio mchezo. Sio mchezo. Neno la Mungu ukiwa unasoma ni hatari. Kwa nini nikacheka mtumishi alikuwa ananiambia, anasema usichukulie wewe leo lisali zima maombi, yani lisa hapo ibada bado kwanza yanapigwa maombi kwanza, mnazunguka lisa, unakuja kukaa mpaka jasho. Yani kama kuna upupu, kuna nini, vyote vinatoka kwanza, alafu neno ndio linatafuta sehemu ya kukaa. Lakini sasa hivi ukiomba sana, huyu naye yani maombi tu bwana kesho siendi. Lakini maombi yanafungua njia. Kuna vitu vilivyokuwa vinazuia katika ibada sio mwamsho. Yaani mkishaomba maombi sasa mmekaa, neno linapigwa, alafu baada ya hapo mnamsifu Mungu. Baada ya hapo tuna fly, yani, na kupiga makofi napiga kwa furaha. Yaani ile Yesu ameweza hivyo. Unakuwa na furaha na amani. Lakini sasa hivi ukisikia mtumishi katangaza kuna maombi, nani anakuja? Bwana Yesu asifiwe sana.